Hujambo mtazamaji popote pale ulipo, ni mfululizo wa vipindi kutoka katika viwanja hivi vya Usagara kunakofanyika maadhimisho ya wiki ya huduma za fedha kitaifa, yakiwa na kauli mbiu isemayo elimu ya fedha, msingi wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Na moja kwa moja leo tunakwenda kuzungumza katika idara mbalimbali zilizopo chini ya Wizara ya Fedha. Idara hizi ni kipi hasa wamekileta katika maadhimisho haya, kizingatia ni wiki ya huduma za kifedha kwa wananchi? Ni kipi hasa wamekuja kuwaelimisha kuhusiana na masuala mazima ya kifedha? Twende idara moja mpaka nyingine. Kwa majina anaitwa Suleiman Mtokambali, ni mchumi kutoka Wizara ya Fedha, idara ya bajeti. Kwa upande wa banda letu au sehemu yetu ya idara ya bajeti, tunatoa elimu kuhusiana na matumizi ya bajeti au namna bajeti inavyotumika kwa ngazi ya serikali au kwa ngazi ya mtu binafsi. Tunapozungumzia bajeti, tunazungumzia namna ambavyo unaweza ukatengeneza orodha ya matumizi yako na vipaumbele kulingana na kipato unachokipata. Ndio maana hata ukiwa nyumbani unaweza ukawa unatengeneza list ya mahitaji yako, lakini kipato chako kinategemea na vile ambavyo utakavyoenda kutumia. Tunavyofahamu kila mtu kipato chake kinatofautiana na uwezo. Kwa hiyo vipaumbele unavyokuwa unavigawa kulingana na kipato unachokipata, ndivyo ambavyo unaenda kutekeleza kulingana na umuhimu wa mahitaji yako vile unavyofanya. Kwa hiyo sisi kwa idara ya bajeti tunavyotekeleza, manake sisi tunahusika na upande wa maandalizi, uchambuzi pamoja na utekelezaji wa bajeti, na pia tunafuatilia. Idara yetu ya bajeti ina sehemu tofauti tofauti ambazo zinasimamia bajeti yetu. Mfano, tuna sehemu ambayo inahusika na masuala ya mikopo pamoja na halmashauri. Tuna sehemu ya wizara, idara pamoja na taasisi zinazojitegemea. Tuna watu ambao wanafanya uchambuzi, vile kuna wengine ambao wanafuatilia bajeti yetu. Pia bila kusahau tuna sehemu ambao wanasimamia masuala ya mishahara. Kwa hiyo sisi bajeti yetu huwa tunaiandaa kila mwaka kuanzia mwezi Julai mosi mpaka Juni 30 kila mwaka tunaiandaa na kuitekeleza. Kwa hiyo hapa tulipo sasa hivi tupo kipindi cha nusu mwaka ambacho tunaitekeleza bajeti yetu. Vile vile tupo katika pia maandalizi na bajeti ya mwakani, bajeti ya mwaka 2026/27. Na bajeti ambayo tupo sasa hivi ni ya mwaka 2025/26. Na mwaka huu ambao unaendelea, serikali itenga bajeti ya trilioni 56.49 ambapo tulipanga kutekeleza masuala mbalimbali. Kwa mfano, kwenye masuala ya maendeleo, serikali ijikita katika kutekeleza miradi ya afya, elimu pamoja na masuala mengine ya muhimu ambayo yanagusa jamii kwa ujumla wake. Mfano, kuna utoaji wa mikopo kwa wanawake, vijana na wenye ulemavu ambapo serikali itenga bilioni 123. Kuna ugharamiaji wa mitihani kwenye sekta ya elimu, serikali ilitenga zaidi ya bilioni 273 pamoja na miradi mingine ya muhimu ambayo serikali inajikita kusaidia wananchi wake kwa ujumla wake. Kwa hiyo ni kwa kifupi kuhusiana na elimu ya bajeti ya serikali pamoja na mtu binafsi kwa ujumla wake. Jina langu ni Sepo Seni, ni mchumi idara ya usimamizi wa madeni, ambapo katika maadhimisho haya ya wiki ya huduma za kifedha tumekuja kuelezea tu wananchi kwa kifupi kuhusu namna usimamizi wa madeni, kuelezea kwanza tathmini ya uhimilivu wa deni ni nini, na pia tumekuja kuelezea fursa zinazotokana na wao kama wananchi kwa kuwa sehemu ya ushiriki wa shughuli za kiuchumi. Mwenyekiti, kwa kifupi, serikali inapotekeleza budget huwa inakopa nje na ndani ya nchi, na kwamba inapokopa ndani ya nchi huwa inatoa hati fungani za muda mfupi na muda mrefu, ambapo kushirikiana na Benki Kuu ya Tanzania huwa tunauza hati fungani hizo. Kwa hiyo kwa wananchi wa Tanga tumekuja kuhamasisha waweze kushiriki kwenye ununuzi na kuwa wawekezaji kwenye hati fungani za serikali, ambapo ni fursa nzuri ya uwekezaji kwa maana kwamba ni uwekezaji salama, na vile vile kuna faida za kushiriki kwenye uwekezaji huo. Tukiacha usalama, vile vile ni kiasi ambacho mwananchi anaweza kuwekeza kinaanzia shilingi 500,000, na unapowekeza kwenye hati fungani hizo, kwa sababu zinauzwa wakati mwingine kwa discount, kwa maana kwamba zinaweza zikauzwa kwa discount, zinaweza zikauzwa chini ya shilingi 100, lakini vile vile zinaweza zikauzwa kwa
zaidi ya shilingi 100 na vilevile zikauzwa kwa shilingi 100 kwa sababu zinauzwa kwenye mnada. Kwa hiyo mwananchi anaweza kufaidika kwa kupata capital gain iwapo atashiriki mnada na ataweza kupata bei ambayo iko chini ya shilingi 100. Kwa hiyo kwa haraka haraka anakuwa ameweza kupata capital gain. Lakini pia fursa ya kushiriki mnada hiyo pia ni kwamba zina riba tofauti tofauti ambazo ni nzuri. Kwa mfano riba inakuwa kuanzia miaka miwili 7% mpaka riba mpaka hatifunganza miaka 25 ambazo ziko kwenye zafika 13.5. Kwa hiyo kadri unavyowekeza kwenye za muda mrefu ndivyo ambavyo unapata riba kubwa. Kwa hiyo serikali huwa inatoa riba hizo mara 2 kwa mwaka. Kwa hiyo inamsaidia mwekezaji kuwa anapata faida mara 2 kwa mwaka. Kwa hiyo kwa kufanya shughuli hizo anasaidia pia utekelezaji wa bajeti ya serikali. Kwa majina naitwa Charles Maganga, afisa tehama mwandamizi, Wizara ya Fedha, kitengo cha usimamizi wa mifumo ya kifedha na huduma za ndani za tehama. Kitengo chetu katika maonesho haya ya huduma wiki ya fedha yanayofanyika Usagara, Tanga, tumekuja kuleta elimu, tumekuja kuleta uelewa kwenye masuala mbalimbali ya kifedha ambayo yanahusiana na masuala ya mifumo ya kifedha. Tuna mifumo mbalimbali Wizara ya Fedha ambao sisi kitengo chetu kinasimamia. Mfumo mojawapo ni mfumo wa MUSE ambao ni maalum kwa ajili ya swala la uhasibu serikalini, ambalo mteja akija hapa tutampa uelewa masuala mbalimbali ya kimfumo katika mfumo wa MUSE. Tunao mfumo wa mishahara wa Salary Slip Portal ambao wenyewe unagusa wananchi wote wakiwemo na wananchi wa hapa katika viwanja wanakuja kutembelea kwenye masuala mazima ya madai yao ya mishahara, au kuna jambo lolote linalohusiana na mishahara au zile hati za mishahara na mambo mengine yanayohusiana na mishahara. Ni eneo ambalo pia tunakuja kumwelewesha wananchi. Isitoshe ishishie hapo tu, tuna mfumo wa malipo ya serikali ambao unaitwa GPG maarufu kama mfumo wa control number, ambazo taasisi zote ya umma zimeunganishwa kwenye mfumo huo wa control number. Hizo mamlaka za maji, kwa mfano mamlaka maji ya Tanga imeunganishwa na mfumo huo, viwe vyuo vya kati, vya juu, vyote vimeunganishwa na mfumo huo, na taasisi zote za serikali ambapo makusanyo yote yanafanyika kwa mfumo wa control number. Kwa changamoto zote zinazohusiana na malipo ya control number tunatatua hapa na tunawapa ufafanuzi, tunawapa elimu wananchi kwenye maeneo haya kwenye wiki hii ya huduma ya fedha. Kwa jina naitwa Zaina Mwanga, niko Wizara ya Fedha, idara ya mifumo ya kifedha FIZIM. Tumekuja hapa kwenye maadhimisho haya ya wiki ya huduma za fedha kitaifa hapa Tanga. Kwenye mifumo ya kifedha katika idara yetu tunawaelimisha wananchi wote wanaokuja kwenye banda hili la Wizara ya Fedha kuwa mifumo ya kifedha inawasaidia kutatua changamoto mbalimbali, hasa kwa mfano mfumo wa GPG umetusaidia kutatua changamoto nyingi hasa kwa wananchi, kwa sababu umerahisisha upatikanaji wa huduma. Yaani pale unapopata tatizo, labda umeme umekatika ghafla, upo nyumbani na ni usiku wa manane, lakini simu yako ina hela na una app ile ya GPG umedownload. Wewe ni kiasi cha kuingia pale tu, dakika chache umeme unawaka. Kwa hiyo imerahisisha sana. Hata yale mambo ya kwenda kwenye vituo vya kutolea huduma za pesa ili kununua umeme nini, mafoleni, hakuna kwenda tena kule foleni. Hata ukija huduma za maji wanatoa control number zile. Hamna haja ya kwenda tena kwenye ile idara ya maji kwenda kulipa ile bili kule. Ni wewe mwenyewe tu unaingia kwenye simu unalipa. Kwa hiyo imerahisisha sana na wananchi wameupokea. Na hii mfumo mwingine wa huduma wa hati ya mshahara nao umewarahisishia wananchi, kwa sababu unaingia wale ambao wamejisajili kwenye ule mfumo, hasa wafanyakazi wa serikali, wanapata huduma kiurahisi bila kwenda kwenye ofisi zetu za Wizara ya Fedha au ofisi ndogo za hazina kupata zile huduma. Hii pia imesaidia sana serikali kuepusha ule upotevu wa karatasi. Zamani ilikuwa karatasi nyingi zinapotea, gharama ni kubwa ilikuwa inatumika. Mshahara ukisha printiwa inabidi mwanze kusoti, kufunga makaratasi, maboksi kwa maboksi kupeleka kwenye mikoa mbalimbali, kwenye sub treasury zile. Na nyingine hii hati za mishahara wengine zilikuwa zinapotea wazipati. Lakini kwa sasa hivi kila mtu anaingia mwenyewe anajisajili. Kwa hiyo tunakaribisha sana wananchi wa Tanga waje kwenye banda letu kujifunza mifumo ya fedha.